Poleni wachungaji, tumekaa sana. Mimi nilitaka niseme mambo kadhaa lakini hakuna muda, kwa sababu waheshimiwa wamezungumza mambo yote ambayo tungesema. Mine ni kuambia familia pole for the loss of your mother, Mheshimiwa Gakuya, and your brothers and sisters. Nimekuja kusema pole. Moderator, we want to thank you. Siku ilisemekana mazishi itakuwa 31st. Zote tulikuwa malikizo na familia. Tukaomba Mheshimiwa Gakuya aombe kanisa mtukubalie, msongeshe kidogo, kwa sababu hatungependa huyu Mheshimiwa Gakuya azike mamake bila viongozi wenzake. Nataka niseme asante kwa kanisa kwa kukubali. Wale wote ambayo wamefika, watu ya Kanairo mko? I want to thank you. Nimekuwa nikipata report vile mmekuja kushikilia Gakuya pale Dhome kila jioni, mkakuja maombi, mkachanga. That is the way to go. Sisi hiyo ndio desturi yetu na utamaduni wetu. Mmoja wetu akiwa na machozi, tunakuja na kitambaa kumpanguza. Wale wote mmefika hapa, nataka niseme asante. Mheshimiwa Gakuya, take care of this great family. Now that your mother is not there, your late father is not there, hata kama unataka kazi ya kuongoza Nairobi, charity begins at home. Uchunge familia. Put this family together na mkae pamoja na mpendane. Na huyu mama tumpongeze kwa kulea watoto vizuri na kuwasomesha. Na mwekwe ugagimayu magake. Sasa hata kama huyu mama ameenda bila mimi kumjua, Mheshimiwa amekuwa akiniarifu mambo ya kuua kwake na anampenda sana. But akiwa kwa Mwenyezi Mungu ni mshukuru kwa kutuzalia kiongozi na kumlea vizuri, kiongozi wa maana katika Jamhuri ya Kenya, huyu Mheshimiwa Gakuya. Na huyu Gakuya mimi nampenda kwa sababu 1, ako na msimamo. Number 2, hawezi uza watu yake. Hawezi uza jamii. Da gedi ya roli huyo da yake. Najua hapa kwetu Bwana Sifuna tulipigania uhuru. Freedom fighters wanatoka hapa Mlima Kenya. But pia tuko na traitors for the cause. The more freedom fighters we have, the more traitors we have. Lakini uzuri, the freedom fighters are more and they always prevail. Wakishaanza safari wanamaliza. So huyu Gakuya ninamtambua kama kiongozi ambaye amesimama na watu ya Nairobi. Wakibomolewa alisimama na hawa. Hawkers wakifukuzwa alisimama na hawa. Watu ya kawaida wakihangaishwa alisimama na hawa. Uamuzi utakuwa ya watu ya Nairobi. Mimi sina kuda ya Nairobi. Lakini kama huyu Gakuya atafaulu, Nairobi itakaa sawa sawa. Mimi ningesema mambo mingi lakini hakuna wakati, kwa sababu tunataka huyu mama apumzishwe. I just want to say one thing. Niseme kitu kimoja. Demwire. Aduanyoba itu. Aduanyoba itu. Aduanyoba itu. Mwekwa nyoba. No moyo umereirie. Ona cia thirakara. Ona to atiririo ne gathongo. Mukeyumia. Ona ni ndiumiti wakaheti wakairetu. Sisi Bwana Sifuna, ni kweli sisi tulisimama na William Ruto, na alikuja hapa na Biblia. Na unajua sisi ni Wakristo. Sisi ukitoa ushuhuda unasema Yesu ni Bwana na unasema Mwathani agosho, tunakukuba. Alikuwa hapa every week. Siku hizi ya kuji tunamuona Kisumu na Siaya. He was here. And he convinced all of us ya kwamba ni Mkristo na atatuchunga vizuri. Alijua roho yetu ni biashara. Akatudanganya, alijua weakness yetu ni biashara.
Akasema nyinyi watu ya mlima nitatoa nyinyi chini mpaka juu. Wewe ukiwa na bodaboda utawacha bodaboda ununue Sienta. Wewe ukiwa na Sienta utawacha ununue matatu inaitwa Box. Wewe ukiwa na Box utanunua bus. Wewe kama ni mtu ya hoka reja reja utawacha ufungue kiosk. Mtu ya kiosk atanunua duka. Mtu ya duka atanunua mini supermarket. Na mtu ya mini supermarket atakuwa na supermarket. Sisi vile tunapenda pesa na kupanua biashara tukaanguka kwa Box. That is how he conned us. It was the greatest electoral fraud since independence. Mimi saa ingine najilaumu. Nasema mimi Rigathi Gachagua mtoto ya Wamunyoro ndio niliweka watu yangu kwa hii shimo. Lakini najipea nguvu, nasema kama huyu mtu alidanganya maaskofu na mareverend na mapasta, watu wametiliwa mafuta, mimi Rigathi Gachagua ni nani? Katibu watu waitu. Mimi naona Wajaluo pale akiwadanganya. Anasalimu hao. Jodhurua undie. Jodhurua umo. Nyinyi Wajaluo, ulizeni sisi. Alikuwa hapa. Niliona juzi huko wanajifundisha kupika samaki ndio Wajaluo wampende. Hapa alikuwa amejua mpaka kutengeneza mutura. This man is a conman. Is the greatest conman on earth. Sasa hapa tumemjua, amehama hapa. Amehamia kwa Wajaluo sasa. Na kwa sababu wanajua Wajaluo wanapenda mambo mzuri. The Luos are good people. They like good things in life. Ndio amepeleka maneno ya Singapore. Because Wajaluo wakisikia Singapore wanasema hiyo ni sawa. Sisi alitudanganya na mambo ya hii ya bottom up. Because sisi ni watu ya chini chini. Hatuna mambo kubwa kama Wajaluo. Hatutaki hiyo Singapore nini, si nataka pesa ya kukula kidogo kidogo, akatudanganya na hiyo. Sasa sisi tumemjua, amehamia pale. Christmas yote alikuwa pale. Anaenda mpaka mpira ya MP. Anaenda mpaka mpira ya chief. That is the way he came here for 9 years. By the time he left, we are all crying. So that tuko na machozi. Nyinyi Wajaluo nyinyi. Mutaniambia. By the time he is through with you, kama sisi tulimpatia 4 million votes, ametuacha, ametusaliti, anatuhangaisha. Nyinyi yenu ni milioni 2, mkimpatia akishaingia mtaona yeye tena. So hapa kwetu amejua. Tumeamua Bwana Sifuna. Labda nyinyi mtuangusha watu ya Western. Lakini anafanya vile Moi alifanya. In 1992 Moi was cornered. Hangepata pahali ya kupitia. Hasa hii mlima ilikuwa imeamua ataenda nyumbani. Moi akajua kwa sababu kura ya mlima ni mingi, ataigawanya. Wakaenda wakapanga jama, wakatafuta Matiba kutoka London, Kibaki, tukasimama tukagawa kura. Matiba akapata 1.4, Kibaki akapata 1.1, 2.4. Moi akapita na 1.9. Sasa amejua hii mlima imemalizana na yeye. There are 2 decisions that have been made here. One decision, hao watu wameamua ni nani hata kuwa rais. Kweli ama uongo? Sio imeamuriwa? Ni nani bado? Lakini ni nani hata kuwa imeamuriwa. So anasema hii kura ya mlima kwa sababu ndio ilimfanya akuwe rais. Ikiwa yote imeshikana iende kikapu moja, ataenda nyumbani. Sasa amepanga jama ya kugawanya kura yetu. Ndio amepanga hii maneno ya Mount Kenya West and East. Mtu naitwa Ruko na Gavana Barire na hii Soprano ati wagawe wa Meru na Waembu watoe kwa mlima hii. Watu wetu wamekataa. Hata hiyo msichana umesikia hapa akiongea mambo ya Mount Kenya West. Hiyo ni mambo ya Ruto hiyo, Mount Kenya West hiyo. Juzi alikuwa Kiambu, anataka ati Kiambu ijitoe kwa mlima, ikakataa. William Ruto, let me tell you because I've told you before. Siku ulianza kucheza na hii mlima nilikwambia. Hii mlima ikikuondokea utakuwa unaangalia nyuma huioni.
lakini ulikuwa na maringo kwa sababu ulikuwa na Raila na ODM. Ulikuwa na maringo mingi sana. Ati utafukuza mlima utafute Raila na ODM. Sasa ile ODM ulikuwa na ngoja iko wapi? Iko wapi? Mlima hakuna, ODM haku. Sasa anataka kutugawa. Watu wetu msikubali kugawanyika. Mtakubali? We must remain as one. Our vote is only useful to this region when it's in one basket. And once we have made a decision, we don't go back. Atalete wheelbarrows hapa mingi sana. Chama hii kama ile ya Kuria sio ni wheelbarrow. Na ile ya Kaboko si ni wheelbarrow. Na ile ya Kionjori iko tu wheelbarrow ingine hapa Murang'a inatengenezwa, ingine hapo Kirinyaga tu wheelbarrow dogo dogo. Msikubali. Mliniambia nitengeneze gari ya nyumba yetu. Shida tumepata kama jamii, tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Mkaniambia nitengeneze gari yetu ya kwenda mbele. Gari si nimetengeneza? Itakowatea. Kazi yetu mwaka huu ni mambo 3 peke yake. Na ndio nataka nitangaze nikiwa hapa. Our work ni kujenga chama chetu cha DCP. Nitazunguka kila eneo katika mlima, Narok, Kajiado, Nairobi. Nikimaliza niende Pwani. Nikimaliza niende Magharibi. Lakini tunataka tutayarishe gari yetu kwa sababu uchaguzi ni wa next year. Si uchaguzi ni next year? Lazima tukue watu werevu. Tutayarishe gari yetu ya kwenda uchaguzi. Na mimi nataka niseme, na nimeomba nyinyi watu ya nyumbani, ndio tusipate shida nyingine kama ile tuko. Munisaidie na askari wa kulinda jamii. Mimi nataka niko na askari 20 peke yake. Hawa akina Meru, Karungo, huyu Munyoro, huyu Nyutu ndio wamenisaidia kusimamisha Ruto asimalize Mlima Kenya. Biashara zetu, kila kitu angetumaliza. Hawa askari 20 wamenisaidia. Nataka muniongeze askari wafike 150. Nimukonyogerera. Na mimi nataka niombe watu wetu, mukini kubali, I know what I'm doing. I'll help this community to get back into government and protect our interest, but I need foot soldiers. Tulianguka kwa sababu hatukuwa na askari. Askari walikuwa wangu, ndio Ruto walichukua akalipa pesa. Kama hiyo msichana alikuwa hapa ya Lamu, alipewa 10 million, ndio anakuja hapa kuongea ile maneno naongea hapa mbele ya watu. Si ndio? Si ndio? Naomba ndio tufaulu going forward. Vile wazee waliniambia nitengeneze chama, munisaidie na askari 150 hapa Murang'a. Naomba munisaidie governor wa DCP. Utanisaidia? Senator wa wapi? Wabunge 7 ya chama gani? Na MCS 35 wa DCP. Mambo yetu ikiharibika kutoka hapo, muniulize swali. Mimi nilikuwa sina askari. Askari nilikuwa nafikiria ni wangu, ni watu ya Ruto. Na ni watu ya kuweka tumbo mbe. Walituuza sisi yote kama bei ya jioni. Matu edirie bei yake. Oi, ado aitu. Nimo kuhe thigari. Siako gitira nyombe no itu ndikanino. Nimo gweka uguo. Nie mwahe thigari mukanjuria kiuria. No ndingihota kugitira nyombe no itu itari na thigari. Ndimoko matheri, ndire vunduki, ndire rithathi. Nyumba niguo ihurirwo ni Ruto. Mawira maitu, andu aitu ni mabutirwo wira. Rigathi wa Gachagua ri akumagitira ate atari thigari. Ndina thigari ha 20 peke yake. Na ni rugamitie Ruto na gatunine. Mutikinyongerere, ni mukunyongerera. Ni mukunyongerera. Ni andu amugara marugari Rigathi wa Gachagua heo thigari cia kugitira nyumba itu. Ya mwisho ndio nimalize. Ya mwisho ndio nimalize.
sisi tutakuwa na one candidate wa kupigana na Kasongo. And I want to ask for patience. Msikuwe na haraka. Uchaguzi iko mbali. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa single presidential candidate on 14th of October 2002. Uchaguzi ukibaki mwezi 2 na siku 13. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Kati huo hatuwezi, sisi hapana wajinga. Kwa hivyo mimi naomba mrelax. Nimeona watu wakinipigia simu, upinzani imesabaratika. Upinzani imesabaratika namna gani? Upinzani ni nyinyi. Nyinyi mnangoja tu kiongozi. Wacha tuude chama mwaka huu ya 2026. Uchaguzi kibaki pale siku chache ndio tutatoa mtu moja. Na pia tunataka tungoje hii akina Sifuna, si wanakuja? Kwani mnataka tuharakishe? Si tuangoje wakuje? Tena kuna watu wengine ma PS, ma minister, watu ya Kasongo wananitafuta usiku na giza, wanasema wanaku. So ngojeni, relax. There is no problem at all. All I want to tell you is that there is a commitment. Kutakuwa na candidate mumo, na hapa Mlima tutapiga kura moja. One vote presidential. Last time tumegawa 1.1 kwa Raila, 3.8 kwa Ruto. Hii yetu yote tunapiga kikapu moja. Na kama tutasikizana ni Rigathi Gachagua, mtoto ya Mau Mau, kura yote ya Mlima itaenda kwa nani? Tukisikizana is our cousin Kalonzo Musyoka. Kura yetu yote ya Mlima itaenda wapi? Tukisikizana is our other cousin Fred Matiang'i. Kura yetu yote itaenda wapi? Tukisikizana ni George inatembea. Kura yetu itaenda wapi? Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka. Si amesema anataka? Sasa bwana Sifuna ambia hiyo mzee akuja ongea na sisi. Tukisikizana ni mzee Oburu, kura yetu yote itaenda wapi? Ile mtu hawezi pata kura yetu hata moja ni Kasongo. Hii kura yetu yote ni ya kufukuza Kasongo. Na mtu asiseme bwana Sifuna ati Rigiji ni mkabila. Ati hii watu ya Mlima ni wakabila. Nimeona wakikutusi hapo kwa mtandao ati umeenda kwa wakabila. Huyu William Ruto tukimchagua alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Muembu? Yeye ni nini? Si ni Kalejin? Si alikuwa ametuhangaisha 207? Si alikuwa ameua watoto Kiambaa? Na tukamsamehe. Kama tulichagua mtu aliua watoto wetu na tukamsamehe, na wewe Sifuna hujaua mtu, tunaweza pea wewe? Why not? So mimi nataka niambie William Ruto, please don't call us tribalists because tumekukataa. Siku tulikupenda, tukikupatia kura ulikuwa unasema sisi ni wangwana. Saa ile umetusaliti, umetugeuka unasema sisi ni wakabila. Sisi vile tulipea wewe, tunaweza pea Kalonzo, tunaweza pea Matiang'i, tunaweza pea Sifuna, hata hiyo Oburu tunaweza pea yeye. Sisi bwana William Ruto hatuna deni na wewe. Ati unasikia vibaya ati kura yetu tunaweza pea mtu mwingine. Ati anasema hii kula ya Mlima bora isiende kwa mtu ya nje. You have no entitlement to our vote. We gave it to you knowing you are Kalenjin and your history with us, which was a bad history. We can give our vote to anybody ambaye tunapenda na yule ambaye tutaelewana. Na wewe Sifuna mambo yako iko sawa. You are good leader. Hapo Nairobi sione mambo yako ikiharibika. Mambo yako tu itaharibika ukienda kwa Kasongo. Ukienda kwa Kasongo tutakukimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Lakini kama utakuwa pande yetu, my supporters in Nairobi and there are many will be kind to you because you are a good leader. Na hii Nairobi ni ya community zote. Tumesema wakuje, tusikizane. Iko wa Kisii, iko wa Luya, iko kila mtu wa Somali, our cousins. Tutagawa hiyo vitu tutakubaliana. There is no problem. So Ruto asituuzie kusema sisi tuko na ukabila. Ni ado itu nidake na muno. Tondu dinona kahinda ningwenda kumuhe horo ningwitia radio mweri mugwanja rucini nigetha ndimwaririe. Nimukwenda njike oguo? No ndimwire
urumwe witu ma tungitikira kugayanio ni Kasongo tunginyagio ta mai matheru mamungithie muhoyo boco no wa maboco muthie kwa rutoma nyumba ino itu tukaugaga yari kuo ndiari kuo andu itu no muheo mbeca mwendie ruriri nie mangomaga rimwe ngona andu marite raini makigira mboco ngoria andu itu kae magurirwo na nda na irio cia nda kauga woi nyumba itu ni ngari murathaka nayo ngari mundu uyu maundu maria tubangiire ma tondu ni ngukimenya angicoka woi nyumba itu mamungihenio acoke ndi kwenda kuga undu ni ndaria na ngoikara ngiaragia tondu no nginya ndimwirage hindi ciothe kwina ugwati na Sifuna mimi nakubaliana na wewe. Uhuru Kenyatta alisaidia nyinyi watu ya ODM kitu, alafu watu ya Siaya, watu ya Homa Bay, watu ya Migori, watu ya Kisumu, watu ya 7,000 hawakwenda kupiga kura, mkashindwa na kula 200,000. Angepita namna gani watu wakiwa nyumbani? Raila Odinga lost by 200,000 votes. Voters in Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, 700,000 did not allow to vote. Angepitia wapi? How do you blame Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta actually did the unthinkable. The people of this region have never voted for Raila Odinga. How he persuaded 1 million people to vote for him is a miracle. Wamuheshimu Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta hapana kihe alika yao. Matidaga makimuruma. Omodo wewe William Ruto alituambia Uhuru Kenyatta ndio shida ya Kenya. Uhuru alikuondokea, sasa umeharibu Kenya. Why are you sending young boys to abuse Uhuru Kenyatta? So hao watu ya ODM shida yenu si Uhuru Kenyatta, Sifuna. Shida yenu ni Kasongo. Hiyo chama amenunua. Junet na Wanga wamechukua deposit. Sasa na hiyo chama imeenda Sifuna. And let me tell you my brother. Hiyo chama Kasongo atakufukuza. Because wao wanasema one time na yeye anataka kurudi. Akichanunua hiyo chama atoe pesa. Siku ya delegates conference atahonga kila mtu. Mimi nilidhani hawezi kunitoa. Maseneta walipewa kila mtu 10 million. MPs kila mtu 5 million. Wakaharibika vichwa. Wewe Sifuna, wewe ngangana. Tungetaka usurvive huko ndio ODM ikuwe part of us. But in case atakufukuza, you have a home in DCP, you are welcome. Tutakukaribisha. Thengio muno andu aitu bishop uturekere ni twahitia. Uturekere muthenya ungi ni tugacenjia mitugo. Tuli ateti na mitugo itu ndikoragwo iri miega muno. No andu ano magutunyoteire katiguo. Nimukugeithania. Ngai witu amurathime. Amwike wega. Murore magukumia. Amwararamirie mihaka. Amugitire kuma kwi ndwari. Mĩciĩ yanyu irathimo ihana mbura njega. Ibada bado imesalia kidogo. Asante waheshimiwa wetu kwa kutuongelea. Tamkaribisha mchungaji ili pamoja na wana Women Action watusaidie haya. Taomba familia kwanza tukuje.